Ndugu mtazamaji, karibu kwenye kabumbu la The Book of Magic Stories. Tafadhali gusa alama ya kengele, subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo naweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section hapo chini, niambie unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section, niambie unatazama kutokea wapi. Karibu sana kwenye channel hii. Na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu ya Kariakoo Derby ya Simba na Yanga wakicheza mpira uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Simulizi hii inaanza asubuhi ya siku kubwa sana jijini Dar es Salaam. Siku ambayo mashabiki wa soka nchini Tanzania huiheshimu kuliko karibu siku nyingine zote. Siku ya dabi ya Kariakoo. Mitaa ya Kariakoo ilikuwa tayari imeamka mapema kuliko kawaida. Watu walivaa jezi zao, wengine nyekundu na nyeupe za Simba SC na wengine kijani na njano za Young Africans SC. Hizi si timu tu, ni historia, ni fahari na ni uhasama wa kirafiki uliodumu kwa vizazi. Magari yalipita yakipiga honi, pikipiki zikibeba mashabiki waliokuwa wakipeperusha bendera. Vuvuzela zililia kila kona. Wauza kahawa na maandazi walikuwa bizi zaidi kuliko kawaida, wakihudumia mashabiki waliokuwa wakijadili matokeo kabla hata mpira haujaanza. Leo kila kitu kingeamuliwa ndani ya dimba kubwa la Benjamin Mkapa Stadium. Uwanja huo mkubwa ulionekana kama jumba la vita. Maelfu ya mashabiki walikuwa tayari wameanza kuingia mapema. Polisi walipanga mistari ya usalama, lakini hata wao walijua leo ni siku ya hisia kali. Ndani ya basi la Simba, wachezaji walikuwa kimya. Kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Nahodha wa timu aliwatazama wenzake kisha akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye nguvu, leo sio mchezo wa kawaida. Leo ni heshima ya Simba. Wachezaji wote wakapiga makofi polepole. Walijua maana ya maneno hayo. Upande mwingine, kwenye basi la Yanga, hali ilikuwa tofauti kidogo. Kulikuwa na vicheko vya kujiamini. Kocha wao aliinuka na kusema, wanasema Kariakoo ni yao. Leo tutawaonyesha kwamba Kariakoo ni ya wote, lakini ushindi ni wa Yanga. Kicheko kikubwa kilijaa ndani ya basi. Kadiri saa zilivyokaribia muda wa kuanza kwa mchezo, mashabiki walijaza viti vya uwanja. Sehemu ya Simba ilionekana kama bahari nyekundu. Ngoma zilipigwa, nyimbo ziliimbwa kwa nguvu. Simba, nguvu moja! Upande wa Yanga nao haukuwa nyuma. Kijani kilitawala kama msitu mkubwa. Yanga daima, mbele zaidi! Wakati wachezaji walipotoka kwenye vyombo vya kubadilishia nguo, kelele zililipuka kama radi. Kamera za televisheni zilizunguka kila kona, zikionyesha sura za mashabiki waliokuwa na matumaini makubwa. Mwamuzi alipuliza filimbi ya kwanza. Dakika za mwanzo zilikuwa za tahadhari. Timu zote zilicheza kwa makini sana. Simba walikuwa wakimiliki mpira zaidi katikati ya uwanja, wakijaribu kutengeneza mashambulizi ya polepole. Dakika ya 7, kiungo wa Simba alipiga pasi ndefu kuelekea upande wa kulia. Winga wao alikimbia kwa kasi, akawapita mabeki wawili wa Yanga. Uwanja mzima ulisimama. Alipiga cross kali kuelekea katikati ya goli. Mshambuliaji wa Simba akaruka juu kupiga kichwa, lakini kipa wa Yanga aliruka kama paka akaupangua mpira nje. Mashabiki wa Yanga wakashangilia kwa nguvu kama wamefunga goli. Mchezo ukaendelea kuwa mkali. Kila mpira ulipiganiwa kwa nguvu. Kila kuteleza uwanjani kulileta kelele kubwa kutoka kwa mashabiki. Dakika ya 22, Yanga walipata nafasi yao ya kwanza hatari. Kiungo wao hodari alipokea mpira nje kidogo ya boksi. Bila kusita, alipiga shuti kali la mbali. Mpira uliruka kama risasi. Kipa wa Simba alijitupa pembeni na kuupiga kwa vidole. Ulienda kugonga mwamba wa goli na kurudi nje. Uwanja mzima ulipiga kelele ya mshangao. Dakika zilivyopita ndivyo mchezo ulivyokuwa mkali zaidi. Wachezaji walikuwa wakiteleza kwenye nyasi, wakipigana kwa kila mpira. Hakuna aliyekuwa tayari kupoteza dabi hii. Dakika ya 40, tukio kubwa lilitokea. Simba walipata kona. Mashabiki wakasimama wote.
Mpira ulipigwa juu kuelekea langoni. Mabeki na washambuliaji wakaruka juu kama mawimbi. Nahodha wa Simba akapiga kichwa. Mpira ukaingia wavuni. Uwanja ulilipuka. Mashabiki wa Simba wakaruka juu wakishangilia kwa nguvu. Bendera nyekundu zikapepea kila kona. Ngoma zikaanza kupigwa kwa nguvu zaidi. Simba! Simba! Dakika chache baadaye, kipindi cha kwanza kikaisha. Lakini kipindi cha pili kilianza kwa kasi tofauti kabisa. Yanga walirudi uwanjani wakiwa na hasira ya ushindani. Walishambulia kwa kasi kubwa. Dakika ya 55, mshambuliaji wao alikimbia na mpira katikati ya mabeki wa Simba. Alipiga chenga 1, 2, akabaki uso usoni na kipa. Alipiga shuti la chini. Goal! Mashabiki wa Yanga wakaripuka kwa shangwe. Kijani kilitikisa uwanja. Sasa ilikuwa 1-1. Mchezo ukageuka vita kamili ya soka. Mashambulizi yalikuwa yakibadilishana pande zote. Kila timu ilitaka goli la ushindi. Dakika ya 80, uchovu ulianza kuonekana kwa wachezaji, lakini hamasa haikupungua. Kocha wa Simba akafanya mabadiliko ya mwisho. Akaingiza mshambuliaji kijana ambaye hakuwa akicheza sana. Mashabiki wengine walishangaa, lakini kocha aliamini kitu. Dakika 89, mpira ulifika kwa kiungo wa Simba katikati. Akaona nafasi ndogo mbele, akatoa pasi ya haraka kwa yule mshambuliaji kijana. Alipokea mpira, beki mmoja mbele yake, akafanya chenga ya ghafla, akabaki na nafasi ya kupiga shuti. Uwanja mzima ukanyamaza kwa sekunde moja. Alipiga shuti kali kwa mguu wa kulia. Mpira ukaenda kona juu ya goli. Goal! Uwanja mzima ukalipuka kama vulkano. Mashabiki wa Simba wakaruka, wakakumbatana, wengine wakalia kwa furaha. Ngoma zikapigwa kwa nguvu kuliko wakati wowote. Dakika chache baadaye, mwamuzi alipuliza filimbi ya mwisho. Simba walikuwa washindi wa dabi ya Kariakoo. Wachezaji walianguka chini kwa uchovu na furaha. Mashabiki waliimba nyimbo zao kwa nguvu huku wakipeperusha bendera zao. Lakini upande wa pili, mashabiki wa Yanga waliinuka pia na kupiga makofi kwa timu yao. Walijua kitu kimoja: dabi ya Kariakoo haimaliziki kamwe. Leo Simba wameshinda, kesho inaweza kuwa Yanga. Na ndivyo historia ya mpira wa Tanzania inavyoendelea kuandikwa kila msimu, kila dabi, kila dakika ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Kwa sababu wakati Simba SC na Young Africans SC wanapokutana, sio mpira tu, ni hadithi, ni fahari na ni uhasama wa kirafiki. Respect. Until next time. Yeah, next time. Next time. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.